Kuchangia damu ni swala la kiimani, kwani hili ni agizo katika dini zote: mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtazamaji, hii ni makala yenye kuziangazia harakati za kikundi cha Sauti ya Uhai, huku mahususi wa makala hii ukibakizwa katika kutambulisha kwako shughuli tanzu za kikundi ambazo ni kuelimisha na kuihamasisha jamii kukiunga mkono katika mapambano dhidi ya mengi matokeo hasi ambayo yanatajwa kusababishwa na tatizo la upungufu ama ukosefu wa damu. Katika eneo la utoaji wa damu, mchangiaji humkabidhi mtaalamu fomu maalum aliyotoka nayo kwa mshauri ili kumpatia nafasi mtaalamu katika eneo hili kujiridhisha kuwa mchangiaji amekwisha pitia hatua zote hitajika na kukidhi vigezo. Baada ya mtaalamu kujiridhisha, mchangiaji hupandishwa sasa katika eneo maalum la kutolea damu, na hapo zoezi la utoaji wa damu huchukua nafasi yake. Kazi na taratibu zake. Kila kazi na taratibu zake, sababu ni kazi ya kitaalamu. Kwa hiyo anapokuja mtu ni kwamba lazima muandikishe, uweze kujua yani majina yake, uweze kujua mtu anatoka wapi au tayari alishachangia damu, kwa sababu kuna mtu mwingine, kwa mfano kwa wanaume, anaruhusiwa kuchangia damu kila baada ya miezi mitatu. Lakini kuna wengine bado wanakuwa labda elimu ni ndogo, sasa amechangia labda wiki iliyopita, lakini unakuja kumuhoji unakuta alishachangia damu. Kwa hiyo mtu kama huyo unatakiwa umwache. Na ndio maana lazima tuwe na kitengo cha uandikishaji ili kuweza kujua taratibu nzima za kila dona ambaye anakuja kuchangia damu hapa. Ni muhimu kwa sababu tunajua kwamba mtu anatoka wapi, anafanya shughuli zake zipi, au alishachangia damu mara ngapi. Kwa hiyo unapata statistics zote kwa ujumla kwamba huyu mtu alishachangia damu, kwa sababu kuna madona wa aina mbalimbali. Kuna dona ambao anakuja kuchangia damu mara moja lakini hawezi kurudi, lakini kuna wengine wanakuja kuchangia mara kwa mara. Hawa pia kuna ripoti zao ambazo tunatakiwa tuzijue kwamba wangapi wamechangia mara ngapi kwa mwaka au wamechangia mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tunapata ripoti kuelewa kwamba kwa kila mwaka labda watu wangapi wanarudia kuchangia damu au wangapi hawajarudia kuchangia damu. Kwa sababu lengo kuu ni kwamba wote ambao kuchangia damu waweze kurudia tena mara tatu au mara nne kwa wanaume, mara tatu kwa mwaka mzima. Sisi kwanza kabisa sio tu hospitali kuchangia damu. Wao tunaenda sehemu mbalimbali za mkusanyiko ya watu, tunaenda kwenye mashule, tunaenda misikitini, kwenye makanisa. Lakini lengo kuu ni kwamba kila mmoja ajue kwamba umuhimu wa damu unamhusu kila mmoja kuchangia damu. Ndio maana leo tumeona tumesogea karibu na soko ili wananchi ambao wanafanya biashara zao katika soko nao wapate elimu hii na waweze kuelimika na kuweza kuchangia damu. Zoezi hili lina ukubwa kiasi kubwa sana, kwa sababu kama unavyoona kwamba kuna changamoto kubwa ya upungufu wa damu katika mahospitali. Kwa hiyo kutokana na umuhimu mkubwa, tukaona kwamba elimu hii kila mmoja aipate na aweze kujua kiasi gani kuna upungufu wa damu na aweze naye kuingia katika zoezi la uchangiaji wa damu, angalau kupunguza kwa kiasi fulani tatizo la upungufu wa damu kwa hospitali. Ndio maana tuko hapa katika karibu na soko, na kila mwananchi ambaye karibu na soko aweze kupata elimu. Elimu kuna namna nyingi, lakini mimi nafikiri elimu kubwa kabisa kwa sasa hivi labda pia tungejaribu kupita kwenye mikusanyiko mbalimbali au pia kuonana na watendaji wa kata kuweza kutusaidia, kwa sababu yeye ndo anajua wananchi wake wengi walio katika eneo lake, kuweza kutukusanyia wale watu katika eneo lake husika, na sisi kama Sauti ya Uhai tuende pale kuweza kutoa elimu. Yaani lengo kubwa ni kukuta wako tayari watu wanatusubiri kuweza kuwapa elimu, na wale ambao watahamasika waweze kuchangia damu.
Unajua hapa tunavyosema watu wanachangia damu kwa hiari, na tunachosema sana tunahitaji damu salama. Mtu anapokuja kwa hiari, yeye mwenyewe kaja kwa hiari, anapofika kwenye ushauri, jukumu langu kuu ni kumuelewesha amekuja mwenyewe, anapaswa kufanya nini. Kwanza unamshukuru kwa sababu amekuja mwenyewe, alafu unamshauri ni kitu gani kinachofanyika ili yeye awe na sifa za kuweza kuchangia damu. Anavyotembea tu, anavyokuja anakuwa amemwangalia, kwa kweli huyu anaweza akachangia damu. Alafu namuuliza kiafya yeye anajisikiaje, ni mtu mzima, hana shida, hayuko kwenye matibabu ya aina yoyote, ana hiari lakini labda anakunywa matibabu. Kwa hiyo anakueleza yeye mwenyewe kinaganaga, na unampa ukweli kwenye ushauri. Kuitwa ushauri ni kwenye usiri kabisa, ambalo utakalozungumza naye ni lako na yeye. Kwa hiyo namtahadharisha kuwa asiwe na wasiwasi, awe huru kusema chochote, kwa sababu tunachoangalia ni usalama wake, na tunaangalia na mwenendo wake upande wa pili. Unamuuliza maswali yanayohusiana na usalama wa damu anayotoka kuitoa. Je, katika maswali yanayomuuliza hakuna swali inaonekana kama labda kuna uambukizo? Kwa sababu tunaposema damu salama, tuna maana damu ambayo haina uambukizo, unaweza kutumia kwa njia ya damu. Kuna magonjwa yanayoeleweka kama vile VVU, kama homa ya ini, ina B na C au kaswende. Kwa hiyo unajaribu kumuulizia maswali ambayo yanakufanya wewe na yeye aonekane kama hayuko kwenye hatari kuweza kuambukiza mtu huyu atakayetoa damu. Wakati mtaalamu katika eneo la utoaji wa damu akitekeleza jukumu lake la kitaalamu la kuhifadhi damu iliyotolewa kutoka kwa mchangiaji aliyetoka kutolewa damu huelekezwa katika eneo la mapumziko, ambapo pale hupatiwa kinywaji hususan soda na kubaki pale chini ya uangalizi wa mtaalamu kwa muda usiopungua dakika zipatazo 15. Hii ni ili kumpatia nafasi ya kupumzika na kuendelea kuona kwa ukaribu iwapo mabadiliko yoyote ya kiafya yanaweza kutokea, ili huduma nyingine elekezi za kitaalamu ziweze kuchukuliwa.
Miongoni mwa taratibu za kitaalamu ambazo hufuatwa baada ya kupokelewa kwa damu katika maabara ya hospitali ya mkoa wa Shinyanga ni pamoja na upelekaji wa sampuli za damu katika maabara kuu ya kanda ya mpango wa taifa wa damu salama Tanzania kwa ajili ya vipimo zaidi. Kupitia vipimo vya sampuli, damu inayobainika kukosa vigezo huteketezwa kwa kufuata taratibu za kitaalamu, wakati damu iliyobaki huhifadhiwa kwa ajili ya matumizi. Kukosa vigezo kwa damu ni pamoja na kubainika kuwa damu hiyo ina virusi vya magonjwa ambukizi ikiwemo virusi vya ukimwi pamoja na homa ya manjano. Hata hivyo, mbali na kupatiwa kadi inayomtambulisha kuwa mwanachama wa chama cha wachangia damu duniani ambayo humsaidia katika mazingira mbalimbali yenye udharura, mchangiaji pia hupatiwa nafasi ya kurejea na kupatiwa majibu kufuatia vipimo vya sampuli ya damu yake, ambapo kwa namna nyingine tena hupatiwa ushauri na maelekezo ya kitaalamu pale inapohitajika.